Bwana karibu mtazamaji wa M15 TV. Hizi ni ripoti kutoka hapa M15 TV kwa ajili ya kukuletea mambo kadha wa kadha, lakini taarifa kubwa ambayo imechapishwa katika ukurasa wa Young Africans Yanga Sports Club, imepita masaa mawili mpaka muda huu ambao na rekodi sauti hii. Ni taarifa kwa umma Machi 9, 2025. Young Africans wameweza kutaarifu umma. Acha nikusomee hiki ambacho kimeandikwa hapa katika taarifa hii ya Yanga ambayo wameachilia mara baada ya sintofahamu ya parapale, na inasema, acha nisome kama ilivyoandikwa. Taarifa kwa umma March 9, 2025. Kamati ya utendaji ya Yanga chini ya Rais Mhandisi Hersi imefanyika Hersi Saidi imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 March 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi kwenye mabano MCM mbano kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini maamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi. Klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kuutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao, na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu. Huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo. Baada ya tamko hilo la klabu ya Simba, asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuhakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huu namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo tarehe 8 Machi 2025, kamati ya uendeshaji ya ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuahirisha mechi namba 184 kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. 1.
Klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoeleza kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. 2. Kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. Namba 3. Kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almasi Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunawaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki zetu zinaendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji Young African Sport Club tarehe 9 mwezi wa 3 2025. Hiyo ndiyo taarifa kwa umma kutoka katika klabu ya Yanga Football Club ama Young Africans Football Club kama jinsi ambavyo nimekusomea hapo, na ni taarifa ambayo imetoka masaa mawili yaliyopita ikiwa na idadi ya likes 38.3 lakini ikiwa na comment 10,000.3 na watu ambao wameshare taarifa hii ni watu 700. Kwa uchache tupitie maoni ya wale ambao wamechapisha hapa kupitia ukurasa huu wa Instagram ama comments. Edo Kumwembe, mtangazaji huu kutoka Wasafi, anasema Dar es Salaam Young Africans, ndo ameandika hivyo. Lakini Mr. Mwanya, huyu ni msanii, pia anasema Yanga ni lidude likubwa mno, that is my team. Maana huyu ni shabiki wa Yanga. Lakini mwingine ambaye amecomment hapa anajiita Mazegele Boy _ yeye anasema daima mbele nyuma mwiko. Mwingine kwenye upande wa comment ni Dylan D, ameweka hapo ameandika safi pamoja na emoji za moto. Lakini Advocate Chacha yeye ameandika tunakubaliana na msimamo wa timu tujuane, na ameambatanisha emoji za alama ya moto. Mwingine anasema mimi naona nikiandika haitoshi, nimerekodi voice note, sikiliza hapa kwa umakini, ibonyeze mara 2 kusikiliza. Hapo yeye ameweka voice note ambayo ina takriban dakika 3 na sekunde 53. Mwingine anasema zingatia, huyu ni Hamisi Maile, amesema zingatia, kamati ya utendaji wa Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yote itakayopangwa, huku akiweka emoji 3 za moto, afa maandika like za msimamo wa Yanga ziwe hapa, akiambatanisha na kopa lenye rangi ya kijani. Mwingine anasema likes kwa rais wetu na kamati tendaji. Mwingine anasema kama una msimamo comment, Mungu akulinde. Mwingine huyu kwenye anajiita beauty anasema ambao tumependa msimamo namba 1 na msimamo namba 2 tujuane hapa, likes 1000. Yeye anataka likes tu huyu. Mwingine anasema huyu ni Mchome Mapovu, anasema nilijua tu Simba tulikimbia kichapo. Bwana, huyu ni shabiki wa Simba. Lakini shabiki mwingine anasema huyu ni Fumao _ mshairi, timu kubwa maamuzi ya kikubwa, asanteni viongozi wetu, akiambatanisha emoji ya kijivu ambayo ina tick yani vema, pamoja na alama ya kushukuru, kopa la kijani na tiki yenye rangi ya kijani. Lakini mwingine anajiita official Kevotiz, anasema hii ndo Yanga yangu, maamuzi mazuri sana, hongereni viongozi. Lakini Hansi Rafael, huu ni mwandishi wa habari na mchambuzi kutoka kituo cha Clown, yeye anasema kumekucha, ndivyo hivyo ambavyo wameandika. Lakini mwingine anaandika wanaoamini Yanga amnazo like tafadhali, ni lugha ambayo imetumika sio nzuri. Lakini huyu mwingine anajiita
Mobeto to the top ameandika kwamba mwisho lakini sio kwa umuhimu. Mwingine anaandika, huyu ni Kamil_88_update, anasema akili kubwa siku zote haiwezi kushindana na akili ndogo, tunajivunia viongozi wetu. Ni maneno mengi sana ambayo yameandikwa hapo, lakini ambacho tunakusihi ni kukaa karibu na channel hii na mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram pamoja na Facebook pamoja na Twitter, ili kuendelea kupata taarifa ya kila kitakachojiri katika sakata hili. Usahau kutufuatilia. Ciao.